Timu ya wanasheria wanatoa msaada wa kisheria ya Samia Legal Aids imefika katika wilaya ya Arumeru mkoani Arusha na kuendelea kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi. Kampeni hiyo ya kutatua migogoro na changamoto za wananchi zinazowakabili kisheria imezinduliwa na mkuu wa wilaya ya Arumeru Mheshimiwa Amiri Mkalipa kwa niaba ya Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Damasi Ndumbalu. Mkuu wa wilaya Mkalipa amewataka wananchi wa wilaya ya Arumeru kuhakikisha kwamba wanaitumia fursa hiyo kutoa taarifa sahihi ili kuweza kupata haki kisheria bila kuweka udanganyifu. Akizungumza na wananchi wa wilaya hiyo, mkuu wa wilaya Mkalipa amewataka wananchi hao kutoa taarifa sahihi kwa wanasheria ili kuhakikisha haki inapatikana. Mimi naitwa Amiri Mkalipa, mkuu wa wilaya ya Arumeru. Leo ni siku ya kuja haki itawale katika eneo hili. Ndugu mwenyekiti, mimi nimemwakilisha Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria. Leo alitakiwa kuwa hapa, lakini imetokea dharura ambayo iko nje ya uwezo wake. Isingewezekana kuwepo hapa, maana amepata wito kutoka kwa viongozi wakuu Dodoma. Sasa tukaona hili jambo lisisimame, ndio maana ameleta maafisa kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, na mimi niko mbele yenu kumwakilisha Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria kuhakikisha jambo hili linakwenda. Sasa kwa niaba ya serikali, leo sio siku ya hotuba. Leo ni siku ya kutafuta haki iliyojificha. Lakini leo ni siku ya kujua utaratibu gani uutumie kupata haki yako. Leo ni siku ya wewe kupata matumaini mapya. Leo ni siku ya kuufunga aina yoyote ya dhulma iliyojitawala kwako. Yumkini unayo haki yako, hujui namna ya kuipata. Wako wataalamu wamesheheni na wamebobea. Ile meza yote mnayoiona imejaa wataalamu wa kisheria mbalimbali, wabobevu wa masuala yote. Sheria ya ardhi, sheria ya mirathi, sheria ya mazingira, sheria yoyote unayoitaka utaipata pale, wabobevu wamejaa pale. Na leo serikali Mama Samia anataka kukusaidia kwenye kampeni yake ya Mama Samia Legal Aid Campaign, au kampeni ya msaada wa kisheria. Niwaombe wananchi kuwa wakweli, wawazi, ili tuone namna ya kuwasaidia. Ndugu wananchi, kila mmoja aseme kero yake aliyokuwa nayo, changamoto, anamuomba nini Mama Samia ili aweze kumsaidia kwenye jambo lake. Sema leo usikike, sema leo tutatue. Usikae na changamoto yako. Hapa changamoto zote, hata kama binti uko hapo, unaye mtoto, baba wa mwenye mtoto hataki kuhudumia, sema changamoto, tumratibu huyo asiyetaka kuhudumia achukuliwe hatua. Ndio siku yake leo ya kutoa siri zote Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi kwa mamlaka niliyokasimishwa nitangaze rasmi kwamba nimezindua kampeni hizi leo tarehe 31 mwezi Machi katika wilaya ya Arumeru, halmashauri ya Meru DC, kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kwa kupitia hii sheria na kupitia hii kampeni ambayo inaitwa Mama Samia Legal Aid Campaign kwa Kiingereza, au kwa Kiswahili ni kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, ina lengo kuu la kuhakikisha hata wale wasiokuwa na uwezo wa kumudu gharama za mawakili au gharama za wanasheria, na wao wapate hizo huduma za mawakili na huduma za wanasheria kupitia huduma ya msaada wa kisheria. Lakini sio hilo tu, Mheshimiwa Rais alielekeza kwamba wananchi wajengewe uwezo waweze kuelewa masuala mbalimbali ya kisheria. Kwa ndio maana leo tuko hapa, tutatoa mada mbalimbali kuhusiana na masuala ya kisheria, lakini pia tuko tayari kutoa ushauri kwa wale ambao watakuwa wanahitaji kuweza kufahamu masuala mbalimbali ya kisheria. Lakini kwa wale ambao wana changamoto za kisheria na upande wa pili ukawa uko tayari kuja mahali hapa,
wanasheria na wataalamu wengine wako, watawasikiliza na wataweza kutatua changamoto zenu za kisheria. Kama utahitaji kuandaliwa nyaraka, utaandaliwa nyaraka. Kama utahitaji una kesi mahakamani, unataka kufungua kesi, utapewa mwanasheria na wakili, leo wako hapa wa kutosha kabisa. Na mheshimiwa mgeni rasmi, hii kampeni inatekelezwa nchi nzima. Tulianza mwaka 2023 na hadi kufikia leo mkoa wa Arusha ni mkoa wa 23, tukiwa tumebakiza mikoa mitatu. Na mwezi wa 4 tarehe 8 tutakuwa Tanga, lakini baadaye tutakuwa Kagera na mkoa wa mwisho utakuwa ni mkoa wa Dar es Salaam. Tumeshakutana na wananchi zaidi ya milioni 2 mmoja, lakini pia tunatumia vyombo vya habari kuweza kufikia wananchi. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa kata ya Marula mliojitokeza na ambao mnafahamu wengine wako nyumbani, muendelee kusogea eneo hili kwa sababu faida iko kubwa sana. Sisi kwenye sheria huwa tunasema kutokujua sheria sio kinga ya wewe kufanya kosa. Kwa hata kama umefanya, ukisema kwamba sikujua, bado mahakama haitakuachilia kwa sababu inadhaniwa kwamba kila mmoja anajua sheria. Na ndio maana tuko hapa kuelimisha. Kwa lolote ambalo unataka kufahamu, masuala ya mirathi, masuala ya ndoa, matunzo ya watoto, umiliki wa ardhi na masuala mengine mbalimbali, wataalamu wote kada mbalimbali wako hapa, watawasikiliza, lakini pia watawaelimisha ili kesho usiingie kwenye kuvunja sheria kwa sababu tu haukuweza kufahamu. Kata ya Mkondrua na kata ya Bangata, mgogoro huu umekuwepo ambao umesababishwa na GN iliyogawanya halmashauri mbili ya Meru na halmashauri ya Arusha. Mpaka ule tumeshakaa vikao vingi kwa mkuu wa wilaya tangu mwaka 2012. Tumeenda mpaka kwa kamishna msaidizi wa mkoa, akashauri baada ya kuchambua akaona kwamba ile GN 190 ya mwaka 2007 inapashwa kufutwa. Kwa hiyo nimekuja kumuomba Mama Samia aifute GN ile kwa sababu inafutoka na rais tu. Asante. Lakini kweli alianza malalamiko yangu ni huyo mheshimiwa anakaa hapo anafaa nguo ya CCM. Kata ya Kikatiti. Sasa hivi na mwaka 11 tumepiga kesi, kila mahakama narudishwa mara 3 na kila mwaka nashinda. Kila ni mdogo wangu akiwa kaka. Tuko mapinti 5. Na hii ndio shida ya Meru. Shida ya Meru mtajia mimi nimefika. Ukisikia ugomvi wa ardhi ni mtu na kaka yake, mtu na baba yake mdogo, mtu na mjomba wake. Leo mkurugenzi wa sheria ni kuombe katika jambo ambalo mnatakiwa pili. Hata yule mama anasema amefukuzwa sijui na nani, waliomfukuza ni ndugu zake. Huyu mama wa kwanza aliyesema waliomfukuza ni ndugu zake. Imenya shambani ndio tumeanzia kesi kuanzia siku hiyo. Na ni shamba baba amenunua ni la watoto wangu wa kike. Nilioshika ni la watoto wangu wa kiume. Na kila kijana akapewa eka 15. Sisi tukaachiwa eka zetu tujikawe sisi tukiwa 5. Tumeenda tukapewa kwanza kimila eka 1. Hatujaongea tumelima. Mwaka mmoja, mwaka wa pili, wa 3 akaingia shambani kumenya yale mahindi yetu akachukua kwake. Ndio tukapeleka malalamiko ofisini. Ukweli kuanzia muda huo mpaka leo tunashinda, hajashinda hata siku moja. Tumekuja kukabidhiwa shamba kisirikale na wazee wa mila. Lakini pamoja na kukabidhiwa hajapumzika bado mpaka sasa hivi tuko mahakamani tukiendelea na kesi. Lakini hatujui sasa sababu ya kesi kwa sababu tumeshashinda na kashamba tumeshakabidhiwa. Tukienda na tukimbiza na mapanga tukaamua kuliachia kuuzia mtu tukalahamisha kwenda kununua mahali pengine ili tusuwane kule shambani. Bado anatushtaki ndamoja na ule tulimuuzia. Anawanyima wasiendelee chochote shambani. Niyo watu wa Mungu nimewaletea serikali ya Mama Samia. Utusaidie. Sijui kusoma wala kuandika na nikacha naitwa Waki Salua na huyo
ni Stefano Saluo. Mimi nimechaguliwa msimamizi wa mirathi ya upande ya mama. Ameshinyima ile mirathi sifunga faili la kwanza liko mahakama ya mwanzo Majachani. Eneo lililoko mahali hapa ambao kwa jina limezoeleka kuitwa Umale. Hili eneo ni eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likifuatiliwa ili wananchi wa kijiji hiki cha Malula na kata ya Malula waweze kupata sehemu ya soko, lakini katika ufuatiliaji mpaka hivi leo tuna zaidi ya miaka 10, nikikumbuka kwamba imevaliwa njuga kweli kweli mwaka 2015 mpaka hivi leo ni miaka 10 ikiendelea kufuatiliwa. Kero nyingine ni upande wa maji ya kunywa. Malula tuna maji kweli, lakini ni maji yenye chumvi au magadi. Tungependelea kupata pia maji mazuri ya kunywa yatokayo angalau KIA ili tuweze kupata maji ya kunywa. Kingine, tuna vijana wengi katika kijiji chetu na kata yetu ya Malula na tuna utajiri mkubwa, maana tumezungukwa na makampuni mbalimbali, lakini vijana wetu hawapati ajira ndani ya hizo kampuni. Pengine wanapata, lakini wanapata kwa asilimia ndogo, tukitambua na kujua ya kwamba makampuni yakikuzunguka mnufaika ni yule mwananchi anayeishi maeneo yale pale. Hilary Saigurani Mole. Pastor Ezekiel wa New Life Prayer Center and Church Mombasa nchini Kenya anawakaribisha kwenye ibada kubwa ya meza ya Bwana iliyojaa uponyaji, ukombozi na unabii tele kwa mataifa yote kwa sababu ya damu ya Yesu. Because of the blood of Jesus. Anapona. Today gets healed. Na mwili wako wa nje, you are out of body. Utaishi. Njoo ukutane na Pastor Ezekiel uso kwa uso. Nilikuja hapa meza ya Bwana nikiwa nasumbuliwa na pressure kwa miaka 11, nikapona. Safiri pamoja nasi kwa gharama nafuu sana. Hakuna sababu ya kuteseka tena. Usipitwe na neema hii. Ibada hii itaanza tarehe 2 mpaka tarehe 13 mwezi wa 4 2025. Kwa maelekezo ya safari piga simu namba 0774 78 15 37. Njoo sasa upokee muujiza wako from above only.